tena binadamu ule siku ya baathi itakuwa rahisi zaidi, kama anavyosema Mwenyezi Mungu pale pengine katika sura Ar-Rum, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Wa huwa alladhi, Mwenyezi Mungu ni yule ambaye yabda'u al-khalqa, aanza kuumba kitu kutoka katika hakuna kitu chochote. Mwenyezi Mungu alimuumba Nabii Allah Adam, hakuna kiumbe wakati ule, amemuumba kutoka katika udongo na roho ambaye amepuliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini akaumba baadaye viumbe kutokana na kiumbe, kutokana na baba na mama, kutokana na manii ya mume na kutokana na beba yai la mke. Hapa anaumba na kuna kitu kingine, lakini wakati wa mwanzo anaumba hakuna kitu chochote. Kwa hivyo yule aliyeumba kabla kwa mara ya kwanza, kama kwamba kisisi tutaona ni dharubu zaidi, hakuna dharubu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi. Mwenyezi Mungu ndiye yabda'u al-khalq, anaanza kuumba kiumbe chochote, iwe ni mnyama wa kwanza, ikiwa ni kiumbe hivyo, na ikiwa ni mbingu, na baadaye zitakuja kubadilishwa, yawma tubaddalu al-ardu ghayru al-ardi was-samawati. Siku ya kiyama itaumba tena mbingu nyingine. Za mara ya kwanza mtu ataona imelekea kuwa ni dharubu zaidi. Wa huwa ahwanu alayhi, na yeye ni rahisi sana huko kuumba mara ya pili. Haimaanishi kwamba ni shida kuumba mara ya kwanza, hakuna shida kwa Mwenyezi Mungu, ni kun fayakun. Lakini kwa muktadha wetu, kitu chochote, hata gari, hata kitu fulani kimezunduliwa, mara ya kwanza kuzunduliwa huwa ni dharubu. Kukifanya kile kitu huchukua bahthi nyingi, research nyingi, lakini kuripiti, kuileta stinsakh, kopi ya kile kitu, kawaida huwa ni rahisi, mpaka wengine wakaiba hapa na pale. Ndivyo inavyokuwa. Kwa hivyo hilo ni jawabu la kwanza. Yule alimuumba binadamu na akamfanya awe na mifupa yake na kila kitu, ndiye atakaye kumuumba mara ya pili. Nukta ya pili, wa huwa bikulli khalqin alim, na yeye Mwenyezi Mungu kwa kila aina ya kuumba ni mjuzi. Ni mjuzi wa kuumba hakuna kitu, ni mjuzi wa kuumba kutoka kitu kilichotangulia kwako, yote ni mjuzi. Nukta ya tatu, ametupa mfano hapa, tutaueleza kwa nini waje ukafanana na masala ya Mwenyezi Mungu kuweza kufufua kitu. Alladhi, Mwenyezi Mungu ni yule ambaye jaala lakum min ash-shajari al-akhdari nara, amejalia kwenye mti mbichi naran, ukaota toka moto. Fa idha antum minhu tuqidun, mara nyinyi mnawasha, yani moto wenu kutoka katika mti. Kama tunavyojua watu kitambo, kabla ya vibiriti huwa ni mti, na mtu akasugua pale kiasi cha kutosha, kisha baadaye ukatoka. Sasa anasema Mwenyezi Mungu, ikiwa yeye ametoa moto kutoka kitu ambacho ni kibichi, kawaida ina rutuba, ina ubaridi baridi, akatoa moto ambayo ni kitu yabis, ni kitu kikavu. Kwa hivyo huyu mwenye kuweza kutoa moto, kitu ambacho ni moto, ni har, kachoma na ni yabis, kutokana na mti ambao ni mbichi, al-akhdari nara, atakuwa huyu ndiye mwenye uwezo wa kuweza kumtoi bin Adam ikiwa alikuwa amekufa kabisa na akawa mifupa yake shasagika. Kitu cha nne au dalili ya nne, awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum, bala, katika surati Yasin. Je, hakuwa yule ambaye khalaqa as-samawati, aliumba mbingu saba, wal arda, na ardhi, biqadirin ala an yakhluqa mithlahum, hakuwa yeye ni muweza wa kuumba mithlahum, viumbe kama wao, viumbe ambao wamewaumba? Bala. Kwa nini kusema hivi? Kwa sababu la khalqu samawati wal ard, wajua sisi aya yatuambia kuumba mbingu na ardhi ni jambo ambalo ni kubwa zaidi kuliko kuumba binadamu. Kwa hivyo ikiwa yeye ameumba kile ambacho ni kigumu zaidi kwa munasaba wa sisi, kwa Mwenyezi Mungu tumesema hakuna kigumu, lakini bila shaka ukiangalia malakuti samawati, mbingu na ardhi, ni kitu kikubwa zaidi kuliko bin Adam. Kilikaa vipi, mbingu zilikaa vipi, na kila kitu. Kwa hivyo ikiwa aweza kuumba kile kitu ambacho kinaonekana ni kigumu, kile rahisi, ni rahisi zaidi yeye kuumba. Qur'ani kumbaonahu ni kitabu chenye haki huipati. Qur'ani kumbaonahu ni kitabu chenye haki huipati. Nukta ya tano, wa huwa al-khallaqu al-alim. Al-khallaq ni sifa ya Mwenyezi Mungu kwamba ni muumbaji, na ni kwa sura ya mustamir. Al-khallaq aendelea kuumba daim, kila wakati anaumba.
Kwa hivyo huyo aliyeumba mara ya kwanza anaendelea kuumba, ataweza kumfufua binadamu akimuumba mara nyingine. Al-Alim, ambaye ni mjuzi kweli kweli kwa kuumba na kwa kila kitu. Nukta ya 6 katika sura hiyo hiyo, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu kwake si dharubu kuumba. Innama amruhu, hakika amri yake ya mambo yake vile anavyofanya, idha arada shay'an, akitaka jambo kulifanya, an yaqula lahu kun, alaambia lile jambo kun, liwe, fayakun, basi likawa. Kwa hivyo na binadamu akitaka kumuumba tena wakati wa kufufuliwa kwa mara ya pili, ni kusema tunafufuke, atakuwa mwenye kufufuka. Na nukta ya 7, fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay. Asifiwe Mwenyezi Mungu na kuepushwa na kila upungufu yule ambaye biyadihi, katika kabdha yake, mikononi mwake, malakutu kulli shay, ufalme wote uko mikononi mwake. Yule ambaye ufalme wote uko mikononi mwake, si jambo kubwa kuweza kumhuisha binadamu. Wa ilayhi turja'un, na hiyo ndio nukta ya mwisho, na baadaye mtarejeshwa kwake. Sasa hapa argument ni aina nyingine. Ikiwa Mwenyezi Mungu ametuumba sisi dhaifu na qawi, dhaifu na mwenye nguvu, mwenye pesa na maskini, dhalim na madhulum, kisha atuache tukifa hapa, yule ambaye amedhulumiwa na mtu jabari jeuri awe basi ashadhulumu tu vile na hatalipwa, si adala wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wa ilayhi turja'un, na nyinyi mtarejeshwa kwake. Kwa hivyo atawafufua na achukue kisasi, na alikwenda mwendo mzuri akafuata amri za Mwenyezi Mungu apelekwa mahala pazuri, na alikwenda mwendo mbaya na akampotofu kwa Mwenyezi Mungu atapelekwa mahali pabaya kwenye nar, na kisasi kitakuwa na kila kitu. Na yule ambaye alipata kasoro fulani, disadvantage fulani katika dunia hii, Mwenyezi Mungu atamlipa katika ulimwengu utakaokuja. Kwa hivyo nimependa kuzitaja kwa sababu masala ya kufufuliwa ni masala ambayo Makureishi walikuwa wakiona dharubu sana. Kwa vipi mtu akifa atakuwa ni mwenye kufufuliwa? Mengine walikiamini, na ajabu ni kwamba wao walikiamini vile vile kwamba wako katika millata Ibrahim, na Nabii Allah Ibrahim ndiye mkubwa ambaye anaamini kufufuliwa. Lakini wajua, mtu akiwa ni kafir huwa ni jahil, popote alipo huwa ni jahil, akili yake haikutulia, na hakuna tena logic wala mantiki katika kushindana na mambo. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Sasa baada ya kusema Mwenyezi Mungu kwamba yeye anawaumba kutoka hamkuwa kitu chochote, akawaleta duniani, mkawa hai, akawaruzuku, kisha akawafisha, kisha atawafufua, na mjue neema nyingine Mwenyezi Mungu amewafanyia ni kwamba ulimwengu wote huu amewatengenezea nyinyi. Huwa alladhi, Mwenyezi Mungu ndiye yule ambaye khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, amewaumbia kila kitu katika ardhi. Kwa hivyo hapa yaonekana utukufu wa bin Adam, na leo ni siku ya utukufu wa bin Adam. Vipi Mwenyezi Mungu amemtukuza? Kila kilichoumbwa katika dunia kimeumbwa kwa sababu yake, kimfae binadamu, na tutaeleza katika durus faida gani tupata kutokana na aya hii. Khalaqa lakum, hilamu watu wengine sema lilibaha, ni halali kwenu vitu vyote, au litalili, khalaqa liajlikum. Mwenyezi Mungu khalaqa lakum, ameumba kwa sababu yenu nyinyi, ma fil ardi jamia, vitu vyote viliko katika ardhi, yani ameumbia nyinyi binadamu. Thumma stawa ila samaa, kisha akawa mwenye kukusudia kuumba mbingu. Na hii huwa ni dalili, watu wasema kutokana na aya hii kwamba Mwenyezi Mungu kwanza aliumba ardhi, kisha akawa ni mwenye kuumba mbingu. Sababu hapa imetajwa kwamba walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, kila kitu kiliko kwenye ardhi. Thumma stawa, stawa hii sio ile kulingana katika arshi yake, stawa hii ni kukusudia kuumba mbingu, na stawa nyingine tutakuja kuitaja wakati mwingine. Fasawahunna, akawa ni mwenye kuzifanya, akazitengeneza mbingu, 7 samawatin, mbingu 7. Wa huwa bikulli shay'in alim, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila jambo. Faida tunayopata, kitu cha kwanza ni kuonyesha vipi Mwenyezi Mungu ametufadhili sisi bin Adam. Ametuumbia kila kilioko kwenye ardhi kwa ni chetu, ili kituhudumie sisi, na sisi pamoja na hayo kufanyiziwa neema zote hizo, tumshirikisha na wale ambao tuwaita miungu, ambao hawawezi kufanya kitu chochote, wala sio waliotuumba sisi, wala walioumba dunia hii, wala walioumba kitu chochote.
Kitu cha pili katika fiqh, kwa sababu kwa Mwenyezi Mungu ametuumbia kila kitu kwa sababu ya manufaa yetu, kila kitu asili yake ni ibaha, ni halali. Yani miti tumeumbiwa sisi, matunda tumeumbiwa sisi. Ikiwa ni tunda lolote wewe walila, yatakaliwa ni halali. Ikiwa mtu akwambia si halali, mpaka kuonyesha ushuhuda. Wanyama tumeumbiwa sisi, kwa hivyo mnyama yote atakuwa ni halali. Yule ambaye si halali utakapata shuhuda. Al-aslu katika sharia ya vitu ni ibaha, ni kwamba halali mpaka kionyesha haramu yake. Biashara ni halali mpaka kile biashara ambayo umeambiwa ni haramu, kwa sababu vitu vyote tumeumbiwa sisi binadamu tuvitumie. Kwa hivyo hiyo ni kitu muhimu katika masala ya usulul fiqh. Na kitu kingine ni kwamba mbingu ni saba. Hapa amezitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba mbingu ni saba, na vile vile ardhi haikutajwa waziwazi, lakini imetajwa mithlahunna, ni saba vile vile. Katika Qur'ani haikuja moja kwa moja kimsema ni mfano wake. Kwa hivyo kwa mbingu ni saba na ardhi mfano wake ni saba, lakini katika hadithi sahihi nyingi ziko za kuonyesha na ardhi ni saba vile vile. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutueleza kwamba yeye ametuumbia kila kitu, sasa ataka kutuonyesha vipi alimuumba Nabii Allah Adam Abul Bashar, na kutuonyesha neema zake. Akamuumba kwa mkono wake, akamvuvia roho kutoka kwake, akamkirimu na akamfanya ni mtukufu, akamfundisha maneno asma, ilmu ya kutosha, akawafanya malaika wamsujudie sijidatu takrimi wa ta'dhimi, ya kumtukuza tusiwe ya ibada, akamweka katika janna kwa pepo kwa muda kadhaa. Yote haya ni katika neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonyesha sasa ametufanyia, kwa sababu neema akifanyiziwa babetu huwa ni kwamba tumefanyiziwa sisi vile vile, na sharaf akipewa babetu huwa na wale watoto vile vile wanapata sharaf ile ile. Kwa hivyo ndio asli bin Adam. Wa idh qala rabbuka lilmalaika, wa idh, na ikija idh mahala pengi kama wanavyosema wenye karibu ni kwamba inamaanisha idhkur, idh qala, kumbuka. Wa idh qala rabbuka, na kumbuka basi aliposema rabbuka, mola wako. Na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza na mtume akimwambia rabbuka, mola wako wewe Muhammad. Kumbuka basi Mwenyezi Mungu alipoambia lilmalaikati, kuambia malaika, na malaika twajua ni watu viumbe ambao wameumbwa kwa nur na wameumbwa kama wenye kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa matumishi mbalimbali, ikiwa mmoja katika watukufu zaidi ni Jibril ambaye ni mas'ul wa masala ya wahi, kumpelekea mtume yote kama alipompelekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliwapelekea mitume waliotangulia ikiwa ni Musa na Isa na wengineo. Na vile vile Mikail ambaye ni malaika ambaye ni mas'ul wa masala ya mimea na masala ya mibua, na vile vile Israfil ambaye ni mas'ul wa kupiga paragumu wakati wa watu watapokuwa nafhatul ula, mara ya kwanza watu wote wafe, na nafhatul thania ipigwe mara ya pili baragumu, watu wenye kufufuliwa. Na vile vile malakul maut ambaye ndiye mas'ul wa roho za watu, kwa ni mwenye kuzitia zikiwa mtu yuko katika tumbo la mamake na kuzitoa wakati wake utakapomalizika, na malaika wengi wengine na kazi zao ni nyingi kabisa. Kwa hivyo wa idh qala rabbuka lilmalaikati, kumbuka aliposema mola wako kuambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, hakika mimi ja'ilun, nitaka kuwaleta viumbe, fil ardi, kuwaleta kwenye ardhi, khalifatan, wakiwa ni khalifa wangu. Kilma khalifa ina maana kadhaa. Khalifa wengi waieleza kwamba ni khalifa, yani kazi yake bin Adam mwenyewe na watoto wake ni kusimamisha amri za Mwenyezi Mungu katika ardhi hii. Khalifa wengine wasema kwamba ni mtu aliyekuja kabla watu kadhaa. Kwa hivyo wengine wasema kulikuwa na imara katika ardhi, kwa hivyo binadamu alikuja vile vile khalifa, lakini hii haina nguvu.
Khalifa ya tatu ni kwamba ni mtu mwenye yani umma jil, generation yenye kuja baada ya generation nyingine, na hiyo ni sawa. Ya kwanza na ya tatu tunaweza kuitukua kwamba Mwenyezi Mungu amemuumba Nabii Allah Adam alayhi salam kama khalifa pamoja na viumbe vyake wote wakiwa ni wenye kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu katika ardhi hii, katika dunia hii, vile alivyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyoleta makhalifa au wakaitwa ni makhalifa. Alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa Abubakar, akawa Umar, Uthman na wengineo, au ala laqali khulafai rashidin, ili waendelee kupeleka yale mambo ambayo alikuwa akipeleka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ina nguvu kwamba khalifa ni bin Adam wote, na wengine sema ni Adam peke yake, la ni Adam na wale kuja baadaye, kwani Mwenyezi Mungu katika Qur'ani mahali pengine anasema ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum baina an-nas bil haqq. Ewe Daud, Nabii Allah Daud, inna ja'alnaka khalifa, sisi tumekujalia wewe ni khalifa wa Mwenyezi Mungu katika ardhi hii, fahkum baina an-nas bil haqq, basi hukumu kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi bin Adam tumeumbwa ili tuje hapa ardhini tumwabudu Mwenyezi Mungu, tupeleke mambo ya ulimwengu, tufanye imara katika ulimwengu, tupeleke kwa kufuata hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa ni sisi ummati Muhammad tufanye hivi, na umma uliokuja kabla kama Daudi na wengineo wapeleke kwa kutegemea vitabu vya wakati ule vilivyoeleza sharia ya Mwenyezi Mungu itakayopelekwa vipi katika dunia hii. Na Daudi ametajwa kwa sababu Daudi alikuwa ni mfalme na alikuwa na mamlaka, na Suleimani alikuwa vile vile akipeleka mambo vile anavyotaka Mwenyezi Mungu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya hivyo hivyo, na makhalifa wake wamefanya hivyo hivyo, na wale waliokuja baada yake katika dola al-Umawiya na dola al-Abbasiya na dola al-Uthmaniya, pamoja na kasoro zao hapa na pale, lakini walikuwa wanajaribu wengi wao kupeleka mambo ulimwenguni vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qalu, asa malaika wakawa ni wenye kumuuliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa haya maneno yafuatayo, na nitazungumza kwa urefu baadaye faida zake tunazopata katika aya hizi. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima, je, wajalia fiha, katika hiyo ardhi, man yufsidu fiha, watu ambao wataleta uharibifu, wa yasfiku dima, na wao wenye kumwaga damu. Suala hii kama wanavyoeleza wanavyuoni na mufassirin, si suala ya kujibu ya kupinga amri za Mwenyezi Mungu, kwa sababu malaika yafaluna ma yu'marun, hawa muasi Mwenyezi Mungu Subhanahu. Ni suali ya istifsar na kutaka kujua kwa nini Mola unaumba viumbe hawa. Atajalu fiha man yusidu fiha, na tutazungumza kwa urefu katika fawaid. Wajalia katika hiyo ardhi man yusidu fiha, wale ambao wataleta ufisadi, wa yasfiku dima, na wawe ni wenye kumwaga damu. Pengine swali la kwanza mtu auliza atasema, ilikuwaje malaika wakasema hivi? Walikuwa wajua kitu gani? Baadhi ya wanavyuoni ila yasema kwamba kabla tunajua bin Adam katika viumbe waliumbwa ni mwisho. Malaika waliumbwa kabla, majini waliumbwa kabla binadamu kama tunavyojua, sababu tutakuja kuambiwa masala ya Iblis na katika majini aliambiwa kumsujudia Adam baada ya kuumbwa. Kwa hivyo walikuwa wameumbwa majini kabla yake, na malaika walikuwa wameumbwa kabla zaidi ya majini. Kwa hivyo wasema watu kwamba yasemekana kulikuwa na majini duniani na wakaleta ufisadi mwingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatuma malaika kwenda kuwapiga, wakatolewa mahala pengi mpaka wakapelekwa karibu kama mabahari na vitu kama hivyo. Kwa hivyo pengine wamejua kutokana na majini. Kwa nini watukue fikra ile ya majini na sisi? Kwa sababu malaika ni viumbe vya Mwenyezi Mungu ambao hawajui kukataa jambo, ni kufuata, wameumbwa kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Majini ni kama sisi bin Adam, tumepewa taklifu. Kuna wema katika majini, kuna na wabaya. Kama bin Adam kuna wema, kuna na wabaya. Tumepewa tabia ya kuweza kulikubali jambo zuri au kulikataa jambo zuri vile vile. Tumeatiwa sisi ile taklifu ili tukifanya wema tuwe wenye kutoa peponi, na tukifanya vibaya tuwe motoni, na majini vile vile. Kwa hivyo pengine walikuwa wametukwa hivi. Pengine wasema pengine walikuwa wameona baadhi ya mambo yaliyoandikwa katika Lauh Mahfudh. Sababu Lauh Mahfudh tunajua imeandikwa mambo yote yaliyokuwa na yatakayokuwa mpaka siku ya Kiyama. Kwa hivyo wameona kwamba kutakuja bin Adam na katika wao watakuwa wafanya kadhaa na kadhaa.
kitabu chenye haki huipatina. Qur'ani kumbaonahu ni kitabu chenye haki huipatina. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Sasa wamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa nahnu, na ilhali sisi, nusabbihu bihamdika, tunakutukuza wewe Mola na kukusifu na kukushukuru, wa nuqaddisu laka, na tunakutakasa. Yani kama kwamba malaika wasema kwa njia ya kutaka kujua ikiwa ni ibada, sisi tukufanyisia ibada ya kutosha. Hawa ni waja, pengine watakuja na mambo mengi mabaya zaidi. Qala, Mwenyezi Mungu akawajibu akiwaambia, inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi najua msiyojua. Na hapa angalia jawabu fupi, lakini kisha itakuja tafsiri zake. Mwenyezi Mungu atasema hapa hakuna haja ya kubisha, mimi najua yale ambayo nyinyi hamjui. Sasa tukija katika faida, kwanza ni kwamba malaika ni viumbe wenye akili, kwa sababu tuwaona wauliza mambo ambayo yaingia akilini, wazungumza, waweza kutumia akili zao. Sio kwamba watumwa na Mwenyezi Mungu kutumika tukamtoe roho kafanye kadhaa kafanye kadhaa, la. Na malaika twajua vile vile kwamba wamwabudu Mwenyezi Mungu, na tunaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Isra na Mi'raj, kuna baadhi ya malaika kazi yao ni kumsabihi Mwenyezi Mungu tu, ndio ibada yao. Na wako na ibada mbalimbali, nyingine ni kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa aina mbalimbali. Kuna raqibu na atid wamewekwa kwa kila mtu aandike amali njema upande wa kuliani kwako na amali mbaya upande wa kushotoni kwako. Kuna hafadha wenye kumhifadhi binadamu. Kuna wale wenye kuja katika majlisi kama haya wakazunguka wakatoa ripoti zao kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anajua yanayopitika. Na vile vile tunajua kwamba malaika hawapendi ufisadi. Wakipata habari kwamba watakuumba binadamu, wasema atajalu fiha man yusri. Je, wataka kuwafanya huko duniani uumbe viumbe ambao wataleta ufisadi tu, wasafiki dima au yasuku dima, na wewe mwenye kumwaga damu? Kwa hivyo hawapendi ufisadi. Na ndio utaona malaika huwa wakiwaombea mema kila wakati watu wema, wale walioko msikitini, wale ambao wamekuja katika swala wakaona kwenda wakamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumekuja tukawakuta waja wako msikitini, tukija na tukirudi tuwakuta msikitini. Kwa hivyo wanaombea shufaa watu vile vile. Na kitu kingine tunachojifunza hapa ni kwamba hakuna ubaya mtu ikiwa afanya jambo la khairi fulani usema ikihitajika. Kwa nini? Hapa amesema malaika, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ni kama kujisifu kwa kitu tunachofanya, lakini ikiwa kusudio lako si kujisifu, hakuna ubaya. Na hii tutatoa mifano miwili. Mfano wa kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ana sayyidu waladi adam wala fakhr, mimi ni bwana katika binadamu wote, mimi ndiye bwana wao, wala fakhr, wala sina fahari, si fakhiri. Ni Mwenyezi Mungu alinipatia, sio kwamba nastahiki, wala Mwenyezi Mungu amenipa fadhila hii. Kwa sababu sasa ukitosema, tutaijuaje hadithi hii na tutajuaje Mtume sallallahu alaihi wasallam ana cheo kama hiko? Kwa hivyo hakuna makosa. Hiyo makosa ni mtu kusema kwa njia ya kujisifu. Ikiwa ni kwa njia ya kujisifu au kujitakasa, Mwenyezi Mungu asema, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Msijisifu na mkajionyesha nyinyi ni watu wema sana, Mwenyezi Mungu ndiye anemjua mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu zaidi. Na hapa pengine mtu ataona ajabu jambo hili, lakini tatoa mifano mingine. Hata kumsifu mtu si uzuri ikiwa mtu yule atakuwa ni mwenye kuathirika. Lakini Mtume amewasifu watu kadhaa mbele yao kwa sifa kubwa kubwa, lakini ajua hawataathirika na hakuwa kama jambo baya hangefanya Mtume. Sisi tunajua kwamba kuna al-ashara al-mubashiruna bil janna, kuna watu 10 katika masahaba waliobashiriwa kwamba wataingia peponi. Kila mmoja amesifiwa kwa sifa zake, na haikumfanya Mtume asimsifu, ingawa si uzuri tuambiwa kumsifu mtu, lakini ulama wameeleza kumsifu mtu ambao waona ataathirika na sifa zake. Mara ngapi Mtume amemsifu Abubakar mbele ya watu? Lakini sasa ukitomsifu vile, mshike Abubakar tu mwenyewe, na yeye ndiye atakayekuja khalifa, atajulikana vipi sifa zake na watu waone huyu ni mtu tofauti?
Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu katika Qur'ani katika masala ya thani ithnaini idhuma fil ghar, walipokuwa katika ghar Thawr, wakati wa kuhama kutoka Maka na Madina, na sifa nyingine nyingi za indirect moja kwa moja, lakini tafsiri na sababu nuzuli ni Abu Bakar, na mtume amemsifu kwa sifa nyingi mpaka ikawa kuna wakati lao masahaba wataka kufanya jambo wafikiria kawili, hawawezi kumkosea Abu Bakar, wajua mtume atamdafi kinamna yoyote, kwa sababu huwa kuna lengo pale kwamba huyu ni hivi, Umar ni hivi, Uthmani ni hivi, Ali ni hivi, ndio akasema vile vile utaingia peponi. Kwa sababu kisha msiji mkaja kuanza kutukana na kusema ubaya wakati wao na hakuna mwenye kuwadafa. Hapa mtume ashasema hawataingia peponi. Kwa hivyo inaonekana watafuata mwendo wa kisawa mpaka siku yao ya mwisho. Mwenyezi Mungu ana hikma yake. Kama alivyofanya Saidina Uthman radhiallahu anhu, akatoa mali ya kutosha wakati wa vita vya Tabuk, mpaka mtume akasema ma dharra Uthmanu ma amila ba'da al-yawm, Uthman radhiallahu anhu hatadhurika kwa jambo lolote atakayokulifanya baada ya hapo. Kwa nini mtume aseme vile? Kumkinga na watu watakaokuja kumtukana ovyo kwamba huyu mtume ashasema kwamba hana neno. Na hii kuna hadithi nyingi za namna hii kwake. Hatib bin Abi Baltaa, sisi tunajua kwamba sio al-ashara al-mubashiruna bil janna peke yake. Kuna Hasan wa Husaini sayyida shababi ahlul janna, kuna Hamza ni mtukufu katika shuhada, kuna watu wengi wengine wameambiwa wataingia peponi. Na hata kuna hadithi sahihi kwamba ahli Badr wote wataingia peponi, na kuna hadithi sahihi kwamba watu ashabul walombai mtume tahta shajara wataingia peponi wote. Kwa hivyo utaona Hatib bin Abi Baltaa alipokosea kwa jambo fulani kwa ufupi, nayo ni kuandika barua kuambia watu wa Makka katika mwaka wa 8 fathu Makka kwamba Muhammad au mtume sallallahu alaihi wasallam sema mtume ameunga jeshi kubwa kuja kuwapiga nyinyi. Alipopatikana habari ilipopatikana na mtume kupewa na wahi, akatuma watu wawili, Ali bin Abi Talib na sahaba mwingine fikiri Zubair bin Awam au Miqdad, na ikapatikana ile barua. Ilipokuja tu ikisomwa ikaonyesha kwamba yatoka kwa Hatib bin Abi Baltaa, Umar alisema ya Rasulullah, watani muue huyu munafiki. Mtume alisema nini? Alisema innahu shahida Badra, ameshuhudia Badr. Ma yudrik, ni kitu gani kinakojua wewe? Pengine Mwenyezi Mungu ameambia watu waliohudhuria Badri, fa'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, au kama qala, fanyeni mtakalo nishawasamehe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ana himaya zake ameziweka katika kueleza baadhi ya watu ikiwa amewasifu. Kwa mfano mtu kama Ubayd ibn Jarrah, aminu hadhihi al-umma, mtume amesema kwamba huyu ni amini hadhihi al-umma, na baadaye ameshikilia cheo kikubwa wakati wa Saidina Umar radhiallahu anhu katika vita vilivyokuwa vikitokea kutokana na Mafursi na hasa na Rom na mamali mengi, ili mtu akitaka kumsema Mwenyezi Mungu ashahifadhi kwa maneno ya mtume wake kwamba huyu ndio aminu hadhihi al-umma. Kwa hivyo wasema nini wewe? Au atoe fatwa pengine mtu kama Muadh bin Jabal, na mtume sallallahu alaihi wasallam ashasema a'lamu an-nasi katika masahaba kwa halali na haramu ni Muadh bin Jabal, na yeye alipelekwa mpaka Yemen kutoa fatwa aina mbalimbali. Hataki kuzungumza mazungumzo yake, lakini tunataka kusema jambo hili ili akieleza kitu fulani watu wakishike kwa uzito. Kwa hivyo mambo ya katika Uislamu na katika dini yatukuliwa kwa shumulia yake ile, kila kitu kilichofanywa. Kwa nini watu wametangaza kwamba wataingia motoni watu kadhaa katika Qur'ani? Kuna sababu zake, na sababu kubwa moja waliotaja kwa itaingia motoni, wengi wao ni watu ambao wana alaka kubwa na mitume, ikiwa ni mtoto wa Nabii Allah Nuh alayhi salam, ikiwa ni mke wa Nabii Allah Nuh, ikiwa ni mke wa Nabii Allah Lut, ikiwa ni babake Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, ikiwa ni ami yake mtume sallam Abi Lahab, ili kuonyesha kwamba hii dini hii haina alaka na uhusiano wa mtu fulani. Hawa nas sarih katika Qur'ani yasema wataingia motoni. Kwa hivyo mambo haya ikiwa ni tabshir au ni indhar au mambo mengine, Mwenyezi Mungu ameleta kututengezea dini yetu ili tupate kwa mambo yetu tuna ushahidi wa kutosha tukisema baadhi ya maneno. Wa'allama Adama al-asmaa kullaha. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka kurudi kuonyesha malaika, mimi nilisema nini? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Hakuna mafal maarifa.
Wa'allama Adama al-asmaa kullaha, na Mwenyezi Mungu akamfundisha Adam majina ya vitu yote. Kala Ibn Abbas, alifundishwa kila aina ya vitu majina yake, na wengine wasema na hikma yake vile vitu. Thumma aradahum ala almalaika, kisha akaviweka vile vitu mbele ya malaika. Sasa akamwambia malaika, faqala ambiuni bi asma'i haula, naambieni nyinyi majina ya vitu hivi, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi mwasema kweli. Wengine wafasiri ikiwa fi za'mikum annakum ahaqu bil khilafa, lakini sio kwamba baadhi ya mufassiri nitaieleza kwamba nyinyi pengine ni mwastahiki zaidi kwa ndio viumbe ambao ni watukufu na mumsabihi Mwenyezi Mungu na mafanya mambo mema, basi nambieni. Hakika tutaeleza katika faida. Malaika hawakukusudia jambo baya. Malaika walikuwa wauliza, lakini pengine ile uslubi yao wa kuuliza na nini ulikuwa pengine sio ambao ni mzuri kama unavyotakana, au na Mwenyezi Mungu kama tutakavyoona ataka kutupa durusu na ibara hapa ambao tutasitaji. Manake wengine wamewatia kama kwamba walikuwa waoni adhibu binadamu, na haiwezekani. Lakini walikuwa wao katika fikra yao, mtu anaweza kuuliza kitu hata mtoto wako wakati ule au mtu akupendaye, katika akili yake ameamini kwamba hili jambo pengine si zuri. In kuntum sadiqin, walijibu vipi? Qalu subhanak, naangalia adab vile vile, subhanak, utakasike na kila upungufu. La ilma lana illa ma 'allamtana, wamerudi na ndipo alipokuwa. La ilma lana, hatuna ujuzi sisi, illa ma 'allamtana, isipokuwa ile mambo uliyotufundisha wewe, na haya hukutufundisha, hatujui sisi majina ya vitu hivi. Innaka antal alimul hakim, wewe ndiye mjuzi mwenye ilmu shamil ya kila kitu, alwasi', ilmu ya mambo yaliyopita, ilmu ya sasa, ilmu ya mambo yatakayokuja, alhakim, ambao wafanya vitu vyako kwa hikma kubwa. Kwa hivyo hapa kama tuarudi vile vile, ikiwa wewe umekata shauri kumuumba bin Adam, una hikma na kuna makusudio fulani ambayo bin Adam huyo atakumwenye kufanya. Faida tunayopata katika aya hii ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala saa nyingine ukhtari akampatia ujuzi fulani baadhi ya waja wake na wengine hawakuwapatia, au huwapatia vipao fulani. Ukamwona mtu mashallah ana ujuzi wa kitu kadhaa, takriban watu wengi hawawezi kuwa na ujuzi ule. Hivi vipewa vya Mwenyezi Mungu, na hapa Mwenyezi Mungu alitaka kumpatia Nabii Adam ilmu fulani ambayo hakuwapatia malaika, ingawa malaika pengine wako pale pale na vitu vile viko vile vile, lakini hawakufundishwa, wala na kufundishwa vile hatujui ni vipi, hawakupewa ilham na hawakupewa ujuzi wa vitu kama vile. Faida ya pili, hakuna ubaya kumfanyizia mtihani, majaribio mtu. Sasa hapa Mwenyezi Mungu aliwauliza malaika, naambieni nyinyi majina yetu hapa. Alikuwa ataka kuwaonyesha kwamba nyinyi pale mliposema hamkuwa na ujuzi wa kutosha wa kusema mambo ambayo mwayasema. Na wengine waeleza, pengine watu wa management watayapenda mambo haya zaidi nitakapuyataja, kwamba yafaa hata kutumia ibara ambayo ya shida kidogo kwa mtu ikiwa amekosea. Ambiuni bi asma'i haulai in kuntum sadiqin, naambieni ni majina haya kama mwajua kweli, kama mwasema kweli. Ni ibara ngumu kidogo. Na tena tukiangalia katika faida nyingine ni i'tirafu malaika, malaika kukubali na kujua makosa yao, na kwamba la ilma lana subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana. Lakini kama anavyosema mmoja katika mufassirin, wajua saa nyingine katika Qur'ani wawataka wewe kutoa baadhi ya mambo, lakini wataka kwanza umuone mwanachuoni mkubwa amesema, basi upate nguvu kidogo na wewe kuyasema, kuyafuata. Ndio sawa adabu, mtu angalie ile kiasi chake na angalie ni nani aliyesema. Usiwe umetoa mambo kwa fikra yako, yataka watu ambao wamekuwa wamestakiri katika ilmu zao. Sasa mmoja katika wanachuoni asema, yataka mtu ajijue kiasi cha ilmu yake na nafsi yake, asende zaidi. Yani kama kwamba wasema ilikuwa malaika, hakusema yeye, sasa mimi naeleza. Pengine waweza kusema tu, Mwenyezi Mungu wewe waumba hawa, una hikma gani ndani yake?
Ikiwa atasema kitu kingine waseme, lakini sasa wewe mwenyewe kusema wewe utaomba hawa kama ilivyosema, ingawa ni istifhamu, ni kuuliza, atajalu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Mwenyezi Mungu ajua kwamba nyinyi msabih na kila kitu. Kwa hivyo hapa saa nyingine nayo katika management huweza kuwafaa mtu kumweka mahala pake kwa kiasi fulani, kwa uslubu fulani, na tutasema zaidi tukifasiri aya pili. Qala ya Adamu ambihum biasmaihim, akasema Mwenyezi Mungu, ewe Adam, ambihum biasmaihim, waeleze, wape habari ya majina yao vipi. Falamma ambahum biasmaihim, alipowapa habari kwa majina yao yale, qala, Mwenyezi Mungu asema, alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ardh. Ndio wajibu, sikuambia mimi kwamba najua mimi ghaibu, mambo yaliyofichika mbinguni na ardhini, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, na najua yale ambayo mlikuwa mwadhihirisha na yale mlioyaficha. Kuyaficha si lazima tufikirie vibaya. Kuyaficha ni kuona pengine wao walikuwa wafikiria hawa wakija wataleta uharibifu, na hawakujua wao kwamba katika bin Adam kwamba kuna watu ambao kwamba watakuja kwao, katika wao watakuja maambiyai wasiddiqina washuhadai wasalihin. Wao pengine wameona kwa majini tu na hawakuona ruwaza njema mzuri. Na kitu kingine ambao utapata kutoka katika aya hii ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala husema kwa harfu na sauti na ikasikika, lakini ni tofauti na sauti nyinginezo. Na hii ndiyo madhhab ya ahli sunna wal jamaa, kwa sababu ikiwa amezungumza na malaika na malaika wakafahamu, yaonekana wamefahamu, na Mwenyezi Mungu amezungumza na Nabii Musa, Mwenyezi Mungu amezungumza na Nabii Muhammad katika Isra na Mi'raj. Kwa hivyo hatuwezi kukanyusha jambo ambalo amejipa mwenyewe. Na miongoni mwa faida ni kwamba Adam akafuata amri ya Mwenyezi Mungu na akafundishwa na akaambiwa sema ile majina na akasema mbele ya malaika. Na la mwisho hapa tutasema katika darasa hii ni kwamba yafaa wewe kumharipia kidogo mtu, kama nilivyosema kabla, kuonyesha kwamba amekosea kiasi fulani. Na hapa nataka kutoa mfano mwingine. Nabii Allah Khidr au Khidr, wengine wasema ni mtume, wengine wasema si mtume, kama tulivyoeleza katika sura Al-Kahf. Alipokuwa amekutana na Nabii Allah Musa, na Nabii Allah Musa ataka kujifundisha mambo kadhaa katika ilmu aliyopewa na Mwenyezi Mungu, Khidr alimwambia nataka kufuatana na wewe. Akamwambia lakini hutaweza kusubiri. Wakaenda pamoja kama kisa kinachosema, mpaka walipoona jahazi, wakapanda jahazi ile kusafiria, na wasitoze nauli, ushuru wowote, gharama yoyote, nauli yoyote. Kisha twajua kwamba akatoboa tundu fulani kwa sababu ambazo zimetajwa katika sura Al-Kahf. Kisha alipomuuliza kwa nini umefanya hivyo wewe na hawa watu wametufanyizia mambo mema, alimwambia nini? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Akasema tu hapa kwa ndia ya polite, innaka lam aqul, sikusema mimi innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kwamba wewe ukienda na mimi hutaweza kusubiri. Alipokuwa baadaye akapita akaona mtoto mdogo, Khidr akamuua mtoto yule, akamwambia qatalta nafsan bighairi nafsin, qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, sasa umeleta jambo baya wewe. Alimwambia vipi? Qala alam aqul laka, sikukwambia wewe. Hapa ilikuwa ina nguvu zaidi, ile lam aqul, sikusema, alam aqul laka. Kwa hivyo na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia uslub ambayo kidogo ina shida. Kwa hivyo inatupa nafasi sisi kuweza kutumia uslubu kama hii, kwa sababu haya ni mafunzo. Na la mwisho nasema kwamba watu wasema ulama kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia, wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, ili kutufundisha sisi tukitaka kufanya mambo tuwashauri watu. Mwenyezi Mungu hana haja ushauri, kwa sababu ushauri una faida nyingi. Mojawapo lakini ni kujua jambo zuri, Mwenyezi Mungu anajua, lakini ni kutufundisha sisi kwamba hata Mwenyezi Mungu ambaye ajua kila kitu, lakini amewapasha habari. Na hapa nataka kueleza kidogo. Angalia ni makosa kiasi gani katika company, katika organization. Tushike company, mtu ni mmoja katika trustees ambao ana kauli katika mahali,
kuja kufanya jambo, pengine anafanya kazi mahali fulani, nchi fulani, yeye ndiye mas'ul, aletwe mtu naye hakushauriwa lolote, na kawaida sawa yake ni ashawiriwe. Akisha kuletwa yule mtu wadui shaanza kabla ya kuwa kitu chochote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atufundisha hata wale chini yetu, hakuna ubaya ikiwezekana tuwa consult, tuwaeleze. Sasa kwa sababu hapa waliambiwa malaika, mimi nitaumba bin Adam, bali katika aya nyingine sema na nikisha kumuumba mutamsujudia binadamu huyu kabla ya kuumbwa, kwa sababu kama wanavyosema pengine binadamu isije shock uone yale mambo yamekuja kinamna kadhaa, na wewe umeona umepewa heshima fulani. Itosema kwa watu sasa, hatusemi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Lakini Mwenyezi Mungu anatufundisha sisi, bali Mwenyezi Mungu anatufundisha dialogue kwamba vile vile amezungumza na malaika kwa makini na kuonyesha makosa yao, kama Mwenyezi Mungu anatufundisha dialogue baina yeye na Iblis ambaye ni mtu mbaya kabisa. Anamwambia kwamba alipokataa kumsujudia Nabii Allah Adam, kama tutakavyoona kwa nini, asema ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, mimi ni bora kuliko yeye, wewe umeniumba mimi kutokana na moto na umemumba yeye kutoka katika udongo. Kisha kukaendelea mazungumzo, dialogue yaendelea mpaka kuambia basi wewe utakuwa mwenye kutolewa katika rehema Mwenyezi Mungu. Ndio amwambia basi Mwenyezi Mungu, andhirni ila yawmi yub'athun, niache mimi niishi mpaka siku ya kufufuliwa ambayo utangojea, lakini mpaka wakati maalum. Yani atufundisha Mwenyezi Mungu namna ya kwenda na watu ambao ni wapotofu kabisa. Kwa hivyo ni mbabi aula kama mtume ambaye apatiwa wahi, lakini aambiwa a consult washawirhum fil amri washawiri, sisi kwa shawiri ni zaidi. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya faida ambayo tutapata katika aya hizi. Inshallah leo tutakoma hapo na tuendelee katika wiki itakayokuja na kisa cha Adam inshallah. Na kisa cha Adam kimetajwa katika Qur'ani mahala 7 katika sura 7 kwa sababu ya faida zile zinazopatikana ambazo ni nyingi sana. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.